Nikupe siri moja mtu wangu wa nguvu, usije ukanilaumu kwamba labda sikukwambia, sikusema. Yani kinachoendelea sasa hivi kwenye lebo ya Wasafi, hii ni kati ya partnership iliyotengenezwa kati ya Jux pamoja na Diamond Platnumz. Yani nje ya lebo ya Wasafi, lakini kumetengenezwa partnership ya makubaliano ya kimkataba ya split sheet. Kwanza nikufafanulie neno split sheet. Split sheet ni mgawanyo wa asilimia ambazo zimekuwa zikitumika kwa wasanii mbalimbali ulimwenguni. Kwa mwisho wa siku wasanii wanaingia makubaliano katika hiyo split sheet ambao ni karatasi ya mgawanyo ambayo imekuwa ikionekana kwamba kwa sasa pia ndani ya makubaliano waliowekeana kati ya Diamond na Jux ni mkataba ambao ni endelevu. Kwa hiyo ngoma ulioisikiliza, ngoma ya mwisho ambayo ilikuwa ni Joy kati ya Jux na Diamond, kwamba haitakuwa ngoma ya mwisho, ila kwa sasa ni kufahamisha kwamba ngoma zitakuwa ni nyingi sana tena ndani ya mwaka. Ni kufahamisha pia kuna ngoma zaidi ya 2 ambazo tayari ndani ya mwaka huu pia zinaweza zikaachiwa. Lengo kama kawaida katika makubaliano walioingia kati ya Jux na Diamond, wameingia makubaliano mapya ya kwamba watakuwa wakifanya kazi pamoja, lakini sio kama labda Jux amesainiwa kwenye lebo. Hapana, Jux hajasainiwa kwenye lebo, lakini makubaliano na partnership iliyotengenezwa kati ya Diamond pamoja na Jux. Yani ni ule urafiki ambao umepelekea kwamba kwa nini wasiwe katika urafiki ambao utakuwa ni wa faida, yani urafiki wa kufanya kazi. Jux na mashabiki zake, Diamond ana mashabiki zake, kila moja anaweza akashare experience kwa mwenzie. Kwa hiyo mwisho wa siku wamejikuta wanaingia makubaliano mapya kati ya Jux pamoja na Diamond kwenye split sheet, na lengo ni kusapotiana, lakini kuhakikisha kwamba pia ndani ya mwaka watakuwa na almost ngoma 5 na kuendelea. Kwa hiyo nafikiri ni mkataba mpya ambao ni lazima watakuwa wakifanya hivyo, na issue ya pesa na mkwanja hutokuja kumsikia Jux akiwa ananungunika wala Diamond kunungunika, kwa kila moja anapata haki yake stahiki. Na ndio maana pia kwenye ngoma ya Joy, lakini pia na ngoma za nyimbo ambazo Jux alishirikishwa kwenye nyimbo ya Diamond, hakuna mtu ambaye alishakulalamika kwamba labda Diamond amelalamika kwamba Jux labda amempunja pesa, ama Jux akalaumu kwenye interview kama labda Diamond anamuonea na hampi fungu analolitaka. Hapana, kimwisho siku hawa wote wanafanya biashara. Yani huu urafiki unaoendelea kati ya Jux na Diamond, watu wasijidanganye kama labda ni urafiki tu, lakini urafiki wa kibiashara, tena wa akili zaidi. Ndio maana Jux kwa sasa ameamua kufocus na muziki. Alikuwa anafanya for leisure, for pleasure, lakini kwa sasa ni for business, na ndio maana ameamua kukaa karibu na Diamond na kujifunza strategy mbalimbali. Kwa mwisho wa siku jamani, usiseme sijakwambia, ni mkataba mpya walioingia kati ya Diamond na Jux partnership, lakini sio kama Jux amesainiwa kwenye lebo ya Wasafi. Nafikiri utakuwa umenielewa vizuri. So cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. It's me, msanuaji kwa msanuaji, and this is how we do.